Sisi tumekombolewa kwa damu ya Yesu iliyotutoa sisi utumwani. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu, imetufanya huru kabisa. Karibu mwezi Julai, karibu mwezi uliowekwa rasmi na Mama Kanisa kwa ajili ya ibada kwa damu azizi ya Yesu. Ibada hii ina mizizi kihistoria na kiroho, inayolenga kuheshimu na kutafakari damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo iliyomwagika msalabani kwa ajili ya wokovu wangu na wokovu wako. Watakatifu kama Mtakatifu Bonaventura, Mtakatifu Katerina wa Siena na Mtakatifu Gaspari Bufalo pamoja na watakatifu wengine wengi walihamasisha sana ibada hii kwa damu azizi ya Yesu. Lakini wamisionari kama wamisionari wa damu azizi ya Yesu nao ni wahamasishaji wakubwa juu ya ibada kwa damu azizi ya Yesu. Hivyo basi, karibu nikupitisha kwa uchache kwenye historia ya ibada ya damu azizi ya Yesu. Katika karne ya 19, Papa Pius wa 9 aliipa msukumo mkubwa ibada ya damu azizi ya Yesu kwa kanisa zima. Hii ilitokana na matukio ya kisiasa na vita vilivyofanya dunia kutafakari zaidi juu ya sadaka ya Kristo. Mwanzoni mwa karne ya 20, Papa Pius wa 10 alihimiza sana waamini kushiriki ibada ya damu azizi, ikiwemo novena, sala maalum na tafakari katika mwezi mzima wa Julai. Na baadaye Papa Pius wa 11 alithibitisha ibada hiyo. Naye Papa Pius wa 12 aliweka mkazo mkubwa juu ya tafakari ya mateso ya Kristo na ibada ya damu azizi ya Yesu ikiwa sehemu ya tafakari hiyo. Mwaka 1960 sikukuu rasmi ya damu azizi ya Yesu ilifanyika tarehe mosi Julai. Na kutokana na umuhimu wa sikukuu hiyo, Mama Kanisa aliutenga mwezi Julai kuwa mwezi maalum wa ibada ya damu azizi ya Yesu. Ibada hii iliendelea kuwa na thamani kubwa kwa waamini wengi, hasa katika jumuiya mbalimbali za kitawa na mashirika ya kimisionari. Hiyo basi ni kualike tunapoanza safari hii leo Julai mosi kuabudu na kuiheshimu damu azizi ya Yesu Kristo kwa ibada mbalimbali kama novena, rozari ya damu takatifu ya Yesu na ibada nyingine kwa ajili ya wokovu wetu binafsi, roho za marehemu toharani, lakini pia kwa ajili ya wokovu wa familia zetu na wote wanaohitaji msaada wa sala zetu. Mimi ni Sister Grace Hashim Teresia Po wa shirika la CMC.